Shukran sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kutazama matukio nyanjani. Saa 4 na dakika 46 saa za Afrika ya Mashariki, tukizidi tu kufuatilia taarifa tofauti kutoka kaunti mbalimbali. Kumbuka matangazo haya yafuatilie kwenye mitandao ya kijamii @TV47KE kwenye Twitter @_Clifford_KE, sema nami kwenye mtandao wa Facebook TV47 Kenya. Boga kauli yako hapo, nitakuwa naiweka hewani 22047 nambari yangu ya Rafa hapa studioni. Bila shaka kauli yako nitakuwa naiweka hewani. Turejelee taarifa ya hapo jana ambapo bunge la Seneti sasa limependekeza kujumuishwa katika maamuzi ya ugavi wa fedha za kaunti na vile kubadilishwa kwa baadhi ya vipengee katika katiba yetu. Wametaka pia njia ya kumbandua gavana mamlakani kuwa sawa na ile ya rais, ambapo wananchi ndio wanaoamua. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi vile amependekeza kubadilishwa kwa mfumo wa kuchagua gavana na pia kulipa bunge la Seneti mamlaka ya juu. Baada ya vikao hivi kutamatika hapo jana, jopo kazi hili la BBI sasa litachukua muda wa miezi 3 kuandaa ripoti ya pili ya BBI kufikia mwezi Juni tarehe 30. Tupate taarifa hiyo kutoka kwake Tony Mwirigi, kisha tutaingia kwenye majadiliano yetu asubuhi ya leo. Vikao vya BBI ambavyo vimekuwa vikipokea mapendekezo kutoka mwezi wa Februari vimetamatika rasmi hii leo. Makundi zaidi ya 50 yakiwasilisha mapendekezo yao. Leo ilikuwa ni zamu ya bunge la Seneti kufika mbele ya kamati hiyo. Wawakilishi wa bunge hilo wakiongozwa na kiongozi wengi katika bunge la Seneti Kipchumba Murkomen na viongozi wengine kama vile kiongozi wa wachache James Orengo wameonekana kupendekeza mabadiliko katika baadhi ya vipengele vya katiba ili kupatia nafasi Seneti kuhusishwa katika kuweka maafikiano ya kimataifa. The Senate observes that there exists a host of treaties and conventions that impact on directly and directly affect the county governments. Yet such treaties and conventions continue to be ratified without reference to the Senate. It is necessary for the Senate, in the discharge of the mandate relating to the county governments, to scrutinize all treaties and conventions before they form part of the laws of Kenya. Msururu wa kuwabandua magavana ukishuhudiwa, gavana wa karibuni kubanduliwa akiwa ni Ferdinand Waititu. Maseneta wamependekeza kuwa na njia mwafaka kuwabandua sawia na ile ya rais ambayo wananchi waliomchagua ndio waamuzi. Further than that is that the Senate proposes that the provisions relating to removal of governor be lifted away from the County Government Act and moved to the Constitution itself, and also should provide directly that you will require a 2/3 of the Senate, just like you require 2/3 of the Senate to remove the Deputy President, and the President should also require 2/3 of the Senate to remove a governor, and that recommendation is provided for in clause 29 of the Senate draft bill. Kwa upande mwingine, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi amependekeza mfumo mpya wa uteuzi wa magavana kinyume na ulio sasa. As a primary measure to promote accountable governance, I propose that county governors should not be elected through universal suffrage. Instead, each political party at a general election should submit to the IEBC a list of 3 candidates for each county, each of whom is qualified to hold office as county governor should that party win in that county, and at least one of whom shall be of either gender. Swala la mvutano wa madaraka ukishuhudiwa katika mabunge haya mawili, Spika Muturi amependekeza bunge la Seneti kupewa mamlaka ya juu. The National Assembly and the Senate have treated the country to endless supremacy battles that have often undermined devolution and the smooth governance of the country. Critical legislation such as the Division of Revenue Bill has never yielded concurrence between the 2 houses without a fight, while other legislations have also fallen at the altar of that battle of supremacy between the 2 houses. The proposal in the BBI Task Force report that the relationship between the Senate and the National Assembly be redefined to make the Senate the upper house is welcome to me. Huku bunge la sasa la Seneti likiwa na maseneta 67, 47 waliochaguliwa na 20 maalum, Spika Muturi amependekeza nafasi za maseneta kuongezwa hadi kufikia 94, kumaanisha kuwa kila kaunti kuwa na seneta na naibu wake waliochaguliwa na wananchi.
I propose to reorganize the membership of the Senate to comprise 94 senators, being one man and one woman from each of the 47 counties, elected directly by the voters in a county. Kando na hayo, chama cha Third Way Alliance kilichokuwa kimepinga kuhudhuria kiliwakilishwa na baadhi ya wanachama wao, huku kinara wao Ekuru Aukot akikosa kuwasili. Let us have a upper house that is basically trying to check the excesses of the earth. But what we have currently, Mr. Chair, and the steering committee, is the battle of supremacy. Makundi mengine kama vile jamii ya Suba, wabunge wachanga na wanawake kutoka kaunti 47 pia waliwasilisha mapendekezo yao. Huku vikao vya jopo kazi la BBI vikifika ukingoni leo, makundi mbalimbali yameangazia masuala kama vile mageuzi katika katiba na uwakilishaji. Sasa macho yote yameelekezwa kwa jopo kazi hili linapojiandaa kuweka pamoja maoni na kuja na ripoti ya pili ya BBI. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Safi, shukran sana Tony Mwirigi kwa taarifa hiyo. Mapendekezo kuhusiana na masala ya uongozi katika taifa hili la Kenya, ambapo mamlaka zaidi kwa seneti ndilo swali ambalo tunakuuliza asubuhi ya leo. Zungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii @TV47KE, @_Clifford_KE. Sema nami kwenye mtandao wa Facebook TV47 Kenya. Moja kwa moja matangazo haya tunapeperusha kwenye tovuti yetu maridadi ya www.tv47.co.ke. Mapendekezo ambayo yametolewa pia kwenye seneti ni kuhusiana na wao kujumuishwa na kuhusishwa kwenye uteuzi wa maafisa wa ngazi za juu za serikali. Wanataka pia wapewe mamlaka zaidi ya mchakato wa kuunda bajeti za nchi na ile ya kaunti. Bila kusahau pendekezo la mwisho likiwa kuopewa nafasi ya kusuluhisha masala ya nje ama masala ya ambayo yanakumba taifa hili ama uhusiano wa taifa hili na mataifa ya nje. Ifikiapo ni mzozo wa kidiplomasia. Baadhi tu ya mapendekezo ambayo sasa wanatoa. Kumbuka hivi majuzi kumekuwa na mzozo kidogo wa kidiplomasia baina ya taifa la Kenya na taifa la Somalia, ambapo sasa hivi hawa maseneta wanataka pia wajumuishwe. Kinara wa wengi katika bunge la seneti Kipchumba Murkomen akidokeza haya hapo jana. Hapa studioni siko peke yangu, ninaye Biliana Ojiwa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, ninaye Charles Lemien akitoka chama cha KANU mwenyekiti wa vijana, ninaye Samuel Ayoma ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Karibu sana. Baadhi ya mapendekezo, tuanze na wewe Billy. Samuel, haya mapendekezo ambayo yalitolewa hapo jana, ama tuanze na wewe Charles, mapendekezo ambayo yalitolewa hapo jana yanamaanisha nini kwa hili taifa? Seneti ipatiwe mamlaka zaidi. Kwanza, wana uwezo wa kutatua mizozo baina ya Kenya na mataifa ya nje? Langu la kwanza ni kuwasalimu watazamaji na pia kutoa pole zangu na rambirambi kwa watu wa Msambweni kwa sababu ya jambo lililowapata. Na pia kuchangia sasa kwa mjadala wa siku ya leo. Na nafikiri tumekuwa na mazungumzo kadhaa kuhusu mapendekezo. Na ni vizuri kama wananchi tukubali ama tuweze kujua kwamba haya ni mapendekezo. Haya si mambo ambayo yashapita. Haya ni mapendekezo na kila mtu ana haki ya kupeana mapendekezo yake. Na jinsi mtu anaweza heshimu mapendekezo yangu, vivyo hivyo tunafaa kuheshimu mapendekezo ya seneti, hata kama hatukubaliani na mengine, kama uchaguzi wa gavana ama kuwa na maseneti zaidi ya 47 ya kuwa 94, kuwa na seneta na seneta wa kiume na ama running mate katika seneta. Nafikiri hiyo ni kuongeza mzigo mwingine ndani ya mzigo mkubwa ambayo tulionayo kama taifa. Kwa hivyo mimi nafikiri kuna mapendekezo yale ambayo niliyapenda sana. Kama gani? Na kuna kama kuongeza nguvu katika seneti.
kwa sababu unajua seneti ina deal na counties, ni kama ina oversee county na pia ina protect county, ni kama umbrella. Kwa hivyo mimi ningependa seneti iongezwe nguvu na ipewe jukumu la kuangalia jinsi county inavyoendesha miradi yake na fedha. Lakini hata wakipewa nguvu hiyo, sikubaliani na wao katika suala la kupewa nafasi ya kutengeneza bajeti kwa niaba ya county. Kwa nini? Kwa sababu tuko na county 47. Na hizi county, kila county lina majukumu yake ama lina changamoto zake. Na hawawezi tengeneza bajeti moja. Naweza sema ya kwamba kila county bajeti yake is customized ama inatengenezwa kukidhi mahitaji ya wananchi wa hiyo county. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba county ama seneti inaweza tengeneza budget ya county governments. Na ningependa wapatiwe jukumu ama waongezewe nguvu ya kutengeneza ama ya kuoversee miradi yote ya county, na wapewe nguvu zaidi hata ya kuita magavana wakuje waseme nini inaendelea katika county. Na jambo lingine niliangalia na ni jambo mzuri sana. Parliament ama bunge lilisema ya kwamba linataka lipewe mawaziri wawe wanatoka katika parliament. Lakini bunge haliwezi toa mawaziri alafu wao ndio wanawadhibitisha ama wanawapatia kazi ama wao ndio wanawahoji wale wanataka kuwa mawaziri ilhali ni wabunge. Kwa hivyo niliona ni jambo la busara sana seneti kusema ya kwamba kama wabunge wanatoka kama mawaziri wanatoka katika bunge, wapatiwe nafasi kuwa ni wao ndio watawahoji ama watawa interview wale ambao watakuwa mawaziri kama wanatoka katika bunge. Kwa sababu hauwezi toka katika hiyo nyumba alafu ikawa wewe ndio unajiangalia ama wewe ndio unajitibu. Inafaa ikuwe ni mtu wa kutoka nje, sana sana kutoka seneti, ndio anaangalia ama anakuhoji kama unaweza cheo hicho. Na jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, nguvu katika seneti. Seneti inahusiana sana na mambo ya county. Na katika legislative, kama seneti ingepewa nguvu ya kutengeneza sheria yale ambayo ina touch directly to the county government, yale ambayo yanahusiana na serikali za county. Wacha tumhusishe Billian kwa haya ama mjadala huu. Billian, hebu sasa tuangazie ili swala ambapo wanapendekeza kuwa wapewe nafasi ya kusuluhisha masala ya taifa ama masala ya ama uhusiano wa taifa la Kenya na mataifa ya nje. Wana uwezo? Asante sana. Kabla sijaguzia hiyo, kwanza nataka kupiga nguvu ile ndugu yangu amesema. Kwanza tumekuwa na hii mzozo ama hii mswada kwa muda mrefu sana kutaka kujua gani ni upper house na gani ni lower house. Tuko na nafasi bora zaidi saizi kama wakaji ama wananchi kutatua hii mizozo yenye imekuwa kati ya seneti na bunge. Na ukiangalia, umejua hii mambo yetu, ukiangalia tuko na mainchi ambazo ziko mbele zaidi kwa uongozi kama Australia, kama US, ambao wako clear sana na hii story ya upper house na lower house. Na nikirudi kwa swali lako, I think ile moja ya zile chumba za ama vyumba vya uongozi kama seneti ama bunge yenye iko na watu soba sana ni seneti. Ukiangalia mambo yenye venye zimekuwa zikiendelea, seneti imeweza ku stand out kuwa a sober house. So ukiangalia hiyo uhusiano kukua wanataka mamlaka zaidi. Niko na support hiyo kabisa kwa sababu ni sober house. Na hii mambo ya kuangalia uhusiano ya mainchi inataka watu wenye wako sober, wenye wana make decision wakiangalia interest ya inchi ya taifa la Kenya. So hilo ni swada moja ya zile maswada think yenye tunafaa kuangalia na tuwape hiyo nguvu. Wao kuhusishwa kwa masuala ya uundaji wa bajeti wa taifa la Kenya,
inapatia nafasi gani ama sasa bunge litakuwa na kazi ipi? Maanake wao wanahusika na hili. Hapo naye nadhania wame overstep pia. Umejua pia ukitaka kitu unaomba zaidi ndio upewe kidogo. No. Na niko sure hata wao wanajua vizuri hiyo ni ile moja ya zile mamlaka zenye watapewa. So waangalie tu ile mambo ya county wako na role vizuri na I think hizo roles zao zikuwe protected pia. Juu umejua wamekuwa na wasiwasi kwa sababu hawajui walipewa nguvu, wamepewa power lakini hawajapewa responsibilities. So wamekuwa wakitafuta responsibilities za kufanya na hiyo ni shida sana. So na nikiona mimi kwa upande wangu naona ni kwamba unajua ukitaka kitu unaomba mingi zaidi ndio hata ukipewa zikipunguzwa zinapunguzwa. So hizo ni zile mamlaka tuachie bunge ikabiliane nayo. Ile pendekezo la seneti kutaka mamlaka zaidi, Ayoma unakubaliana nalo na wana uwezo kwanza na pendekezo kwanza la kuwa na maseneta 94? Hili kwanza linafaa kama taifa? Asante sana Bwana Cliff. Kwanza kabisa ningependa kuomboleza na familia ya chuo kikuu cha Nairobi kwa kupoteza mmoja wetu, general na anaitwa Kites Ondeng alias Ras. Huyo ni mmoja wetu ambao tumempoteza na singeendelea kabla niseme hilo kwa sababu unajua pale ambapo natoka kuna wengi ambao hawaelewi nini ambacho kilitokea. Naam, ni mmoja wetu ambaye aliuliwa na wale security ambao wamewekwa pale kutu protect. Sasa unapata kwamba badala ya kuleta security wanaleta insecurity. Sasa tutaongelelea hayo, lakini kwa swali yako umeuliza kwamba kama nakubaliana na maseneta kutaka nguvu mamlaka zaidi. Cliff, ni ukweli ya kwamba ukipatiwa uongozi lazima ukue na yale ambayo unafanya. Na kuna wale tu jinsi ambavyo ndugu yako amesema kwamba ukiangalia katika seneti hapo ndio tuko na wale leaders ambao tunaoita soba. Na unapata kwamba in your conscience kama hauna kitu cha kufanya na unapatiwa pesa ya umma, unalipwa mshahara, unaona kwamba hiyo yenyewe hapa unakula bure. Na ndiposa hawa maseneta wanataka nguvu zaidi, na mimi nakubaliana lakini si eti nguvu zote ambazo wameomba ni nzuri. Tunasema kwamba ndio wapatiwe nguvu zaidi ili kuoversee yale ambayo yanafanyika katika county, kwa sababu kutoa umasikini na kufanya Kenya endelee mbele. Tiba ya kipekee ni devolution, ni ugatuzi. Na ugatuzi utaendelezwa na kupatia maseneta nguvu zaidi ili kufanya nini? Kufanya yale ambayo gatuzi ililetwa kufanya. Hadi sasa hivi kuna swala ambalo pia limejitokeza kutoka kwa ripoti yake Tony Murigi kuhusiana na upigaji ama kuondoa wale magavana kutoka kwa serikali, wakati ambapo wametumiwa kutofuata sheria ambayo inafaa na utumizi mbaya wa ofisi. Wanasema kuwa lazima gavana aondolewe kupitia njia ambayo rais ataondolewa. Wananchi waamue ni kweli ama la. Mimi pia hiyo nitasupport. Mbona seneti sifanye kazi yake wakae chini mimi nitasupport kwa sababu kama seneti imepatiwa nguvu ya kumngatua gavana katika uongozi. Na wananchi kama ukiangalia zile ambazo zimefanywa unapata kwamba wananchi ndio walifanya nini? Waliamua ya kwamba huyu gavana hafai akue kwa sababu ya hii na hii na hii. Kama sisi ndio tuna nguvu ya kumelect president, basi tuna ile nguvu ya kusema kwamba rais wetu anafanya hii na hii na hii haifai, hatumtaki tena. Billion inakaa kuna jambo ambalo sikubaliani na I think tumefika wakati ambapo tukichagua especially kama Senate ni kutusaidia kuoversee ile running ya county government. Na kuna wananchi wengi ushago shosho yangu kazi yake ni kupiga kura. Kuna mambo ya kutumizi vibaya
ya nguvu ama powers yenye shosho wangu hawezi elewa, lakini alipiga kura. So saizi venye tumesema, saizi tumekubaliana na ndugu yangu kwamba Senate ni moja ya zile sober houses. Lazima pia wao pia wapewe hiyo jukumu la ku-oversee na kwa kama watchdog ya wananchi. So kama tutarudi tena kwa wananchi, na unajua venye hii nchi iko, watu watakuwa wanatumia propaganda kuenda kwa wananchi kwa sababu wanataka uongozi, alafu na ku-collect signatures. Na umeona tumekuwa na hiyo, ilikuwa ni MPs, tunaweza recall MPs. Hakuna hata MP moja, na wengine wanafanya vibaya zaidi wenye ameweza, sisi kama wananchi tumeweza ku-recall. So na believe ama naona kwamba hii swala la kungatua magavana tuweke kwa mkono la seneti kwa sababu wao ndio wana understand, wao ndio wanafanya auditing, wanasaidia wakuwe kama watchdog ya wananchi. Charles, ni kwa nini unadhani kuwa maseneta hawataki kuhusika katika kuwaondoa hawa magavana wenzao kutoka kwa ofisi? Nafikiri wale wako kwenye seneti interest yao next ni kuingia katika ugavana, wengine kwenda katika urais. Kwa hivyo hawangetaka kile kisu. Hawangetaka kwa sababu nakumbuka gavana aliyekuwa gavana wa Kiambu akisema ya kwamba leo ni mimi niko hapa, kesho ni nyinyi mtakuwa hapa. Lakini mimi ningesema hivi, ndugu yangu amesema ukweli ya kwamba tukisema ya kwamba yule atakayeondoa governor na rais watakuwa wananchi, tutakuwa tumefungulia watu wengi biashara sana. Kwa sababu kutakuwa na watu watakao katika biashara ya kuchukua sahihi za watu ili kuondoa rais ama governor. Mimi nafikiri nguvu ya uchaguzi inafaa iende kwa wananchi. Na baada ya kuchagua hao viongozi, tumepatiwa muda wa miaka 5 ili kama hatujafurahishwa na wao tuweze kuwaondoa. Kwa hivyo kwa muda huu katikati ya miaka 5 tuko na seneti. Na tutakuwa tumekosesha seneti maana tukisema ya kwamba kila wakati wiki hii fulani hatuja mpenda tunamuondoa, kila wakati tutakuwa na uchaguzi. Kwa hivyo ni vyema tukipatia seneti nafasi ifanye kazi yake, na mojawapo wa kufanya kazi kama hizo ni kuangalia ya kwamba watu fulani ama wale waliochaguliwa, je, wanafanya kazi inavyopaswa? Ndio tusikoseshe seneti maana tumetoka tu kuongelea ya kwamba seneti ipewe nguvu zaidi. Lakini tukitoa hiyo ndio mojawapo ya nguvu ya seneti. Na hiyo ndio inaweka senate ikue upper house. Hiyo ndio itafanya senate ikue na upper house ya kuweza kuita hata rais na kumuuliza maswali, na kama hawajaridhishwa waweze kumuondoa. Lakini tukisema kila wakati tunaweza rudisha rais nyumbani kupitia wananchi kabla ya miaka 5, tutakuwa tumefungulia watu wengi biashara. Nafikiria ni kana kwamba watu shikilia hiyo ni kana kwamba hatujielewi kidogo, wanielewi. Mimi sipingi ambao wanasema. Sijui kwa nini hatuelewani hapa. Gavana wa Kiambu alipokuwa anatolewa, wananchi walikubaliana nao, si ndio? Wakishakubaliana nini ilifanyika? Ilifika kwa seneti. Maybe ni mimi nilikuwa najibu swali ambao ulijibu, sijui kama wewe uliuliza vibaya ama ni mimi nilisema kwamba wananchi wako na hiyo nguvu, lakini hiyo nguvu walifanya ilifika wapi? Ilifika kwa seneti. Seneti ikafanya nini? Ikafanya huo. Mimi sipingi ya kwamba seneti wafanye hivi, lakini wananchi wanafaa wakuwe wameridhika na hiyo. Lakini seneti ndio iko na nguvu ya kufanya nini? Ya kungatua gavana katika nini? Uongozi. Mimi sijasema kwamba seneti sitoe, lakini ya kwamba wananchi lazima wafanye nini? Mtu haizi amka tu siku moja seneta mmoja aseme ya kwamba mimi tunataka kungatua gavana wapi wa Homa Bay. Hapana, lazima wananchi ndio wafanye nini? Lakini unajua ukiangalia hata kama ni wananchi, unajua hii ni pendekezo, na hiyo pendekezo imetoka kwa Senate pia, ndio? Na I think ile walikuwa wanapendekeza ni kwamba wananchi unajua kuna ile nini ya kurecall MP, ile watu wanaweka signatures, wana recall MP. So I think hiyo ndio pendekezo walikuwa na nini. But tuko na viongozi wanawakilisha wananchi kama MCAs. So kama ya Kiambu ilifanywa through wale viongozi wenye wanawakilisha wananchi. So sio lazima, na itakuwa ni
mwananchi ndiye anahusika. Ni mwananchi ndiye anahusika. Wacha tupee nguvu wale wenye tumeweka pale kwa zile nafasi za uongozi. Shikilia kauli yako hapo Charles Lementa, takuja kwako hapo baadaye. 10 dakika ndizo zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Awamu ya pili ya matukio nyanjani, ambapo sasa hivi tunazo dakika takriban 40 hivi kumalizia shughuli hii. Lakini tuende kwenye mapumziko, tukirejea tunakwenda katika kaunti ya Nakuru kuangazia taarifa ambayo inachipuka kutoka pale, kisha tutarejea zidi kuzungumzia hili swala la mamlaka zaidi kwa seneti. Inawezekana iwezekani. Zungumza nami kwenye mitandao ya kijamii @TV47ke @_Clifford_ke. Sema nami kwenye mtandao wa Facebook, ambapo naona wengi. Wangeshi anasema anatazama kutoka nchi ya Qatar. Lewis Brown Mathenge kutoka kaunti ya Nyeri. Kurere Koecha, shukran sana. Lasbon Lamek, shukran sana kwa kauli zenu zote. Tuende kwenye mapumziko, tukirejea tutakuwa tunaguzia haya baada ya muda kwa mrefu. Shukran sana mtazamaji kwa kutazama runinga ya TV47. Kipindi awali ni matukio nyanjani hadi saa 6 juu ya alama. Tutakuwa papa hapa tukichanganua baadhi ya taarifa ambazo zinachipuka kutoka kaunti mbalimbali. Moja kwa moja tuelekee hadi kaunti ya Nakuru, ambapo mji huo ni mojawapo ya miji ambayo ni maarufu sana katika taifa hili la Kenya, na sasa hivi hadhi ya mji huo na mojawapo ya maono ni kuwa uwe mojawapo ya miji mikuu katika taifa hili la Kenya. Mwenzangu Chichi Josephine anatangazia zaidi kuhusiana na hadhi ya mji huu wa Nakuru. Baada ya ziara ya maseneta katika mji wa Nakuru hapo jana, ikiongozwa naye seneta wa Laikipia John Kinyua, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ugatuzi, kwa lengo la kuona iwapo mji wa Nakuru umefikia kiwango cha kupata hadhi ya kuwa jiji, jambo ambalo limeibua hisia miongoni mwa wenyeji wakiwa na maoni tofauti. Mimi kabla niseme ikue jiji, naona wangeweza kutengeneza kwanza barabara zikuwe mzuri kabisa, kusiwe na jamu hapa town, na ndio waweze kufika katika ile kiwango ya kuitwa jiji. Kwa sababu kulingana na saa hizi kukiwa tu kidogo jamu imejaa town, hakuna nafasi, hakuna parking town. Sasa kuitwa jiji kutakuwa kuna pakiwa wapi hata magari? Ni kidogo sana kuitwa jiji, labda ipanuliwe kwa muda mwingine zaidi. Akizungumza na wanahabari, seneta Kinyua alisema kuwa kulingana na majibu yaliyotokana na ziara hiyo, Nakuru ina kila uwezo wa kuwa jiji, kwani imepiga hatua kimaendeleo, na hivyo kamati yake itashughulika kuona kuwa mji wa Nakuru utapata hadhi ya kuwa jiji. Tumetembelea hapa Nakuru County kwa minajili ya kuja kuangalia mambo muhimu ambayo tulikuwa tumeyapendekeza. Kwanza kabisa kuangalia vile takataka inavyoshughulikiwa. Jambo la pili, afya iko namna gani hapa Nakuru. Jambo la tatu, mambo ya kukiwa kumetokea janga lolote kama ile janga la moto linashughulikiwa namna gani. Tumeona ya kwamba mambo ya kushughulikia takataka, tumetembea tukaona wanashughulikia takataka pale Gyoto kwa njia inayofaa. Tukatembelea hospitali yenyewe, tumeona ya kwamba ina uwezo wa kuzingatia na kuangalia kwa kindani kabisa ya kwamba afya ya watu wa Nakuru municipality ambayo tunataka iwe county inawezekana, kwa sababu tumeona wameanzisha hospitali, wameanzisha sehemu nyingine ya dharura. Na kwa sababu sisi tumeona vizuri tukiwa na wenzangu, mimi nasema tutakapokuwa tukiandika ripoti yetu, tutaiandika tukishughulikia kindani kabisa, ndio tuweze kugonga ndipo. Baadhi ya wenyeji wakisema kuwa iwapo mji wa Nakuru utakuwa jiji, kuna uwezekano hali ya maisha kubadilika na kuwa ya gharama. Maisha itakuwa ya gharama kwa sababu kuitwa jiji itabidi tujitolee, tuwe tukigharamika zaidi kulingana na hiyo kuitwa jiji. Nikiarifia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Dakta kabisa mtazamaji, taarifa yake Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru akitupa taswira kamili ya hadhi ya mji huu, ambapo sasa hivi huenda ukawa ni mojawapo ya miji mikuu ya taifa hili la Kenya. Kando na hayo, hapo jana mapendekezo yametolewa kwa seneti iongezwe mamlaka zaidi, ambapo seneta Kipchumba Murkomen alifika mbele ya jopo kazi la BBI, ambapo pia
ilikuwa ni kutamatisha tu kuchukua maoni kutoka kwa wananchi, ambapo wanapendekeza kuhusishwa kwenye uteuzi wa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu za serikali, na vile vile wanataka kupewa mamlaka ya mchakato wa kuunda bajeti ya nchi. Wanapendekeza pia kupewa nafasi ya kusuluhisha masala ya nje ya taifa hili la Kenya. Kwa hivyo tunakuuliza mtazamaji asubuhi ya leo, je, wana mamlaka ama wana uwezo wa kufanya haya yote, hususan haya masala ya bajeti, ambapo mwaka jana kumekuwa na vuta ni kuvute baina ya serikali kuu na serikali za kaunti, serikali kuu ikitaka wapewe kiwango fulani cha fedha, huku kaunti pia ikipendekeza wapewe zaidi ya bilioni 35 kwa kila kaunti. Hili linawezekana? Sasa sijui, hapa studioni tunaye Bilian Ojiwa, tunaye Samuel Ayoma, Charles Lemiena wakitusaidia kuelewa haya masala. Charles, kuna pendekezo ambalo ulikuwa nao, kuna swala ambalo lilikuchoma sana nikakukata, sasa tukaenda kwenye mapumziko. Ya kweli nikirejea, kuna jambo ambalo lilikuwa linanichoma sana, ya kwamba tusipatie wananchi kazi nyingi baada ya kuchaguana. Tena unataka niende kila ofisi niangalie vile unafanya kazi na mimi mwananchi. Wananchi wa Kenya wana mambo mengi ya kufanya, haswa sasa kama vile unajua vile uchumi huko. Watu wana shida nyingi sana ya kutafuta fedha, wanafunzi wanafaa kusoma, ukulima unaendelea, unaona nzige ndio wanatusumbua. Kwa hivyo kutuongezea kazi nyingine ya kwenda kwa kila ofisi ya serikali, na kuna watu tumewachagua wafanye kazi hiyo, ama labda kama wale tumewachagua wafanye kazi hiyo hawana uwezo wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo kama hawana uwezo, kuna vijana barubaru hapa, tunaweza tu tufanye hiyo kazi na tutachapa vizuri. Lakini tukisema kila kitu, kwa sababu ni tuangalie rais amefanya nini, ameenda ng'ambo kufanya nini, pesa ngapi imetumika, mradi gani unaendelea, tutakuwa tunapatia Wakenya kazi mingi ili hali walifanya kazi. Na ndio maana tuna viongozi waweze kutuongoza ama watu wakilishe, na hiyo ndio kazi yao. Kwa hivyo tukijaribu kuongeza mzigo kwa wananchi, tutakuwa tunapoteza mwelekeo. Maana kwa kutakuwa na vita baina ya bunge la kitaifa na bunge la seneti kutokana na mapendekezo haya. Sioni, kwa sababu nimeona seneti wakiwa na mapendekezo yao na nimeona bunge likiwa na mapendekezo yao. Kwa hivyo sioni kama italeta, kwa sababu wale wanaletewa mapendekezo yale au pia ni kuna experts pale, na wataona ya kwamba tukileta haya tutaridhiana vipi na jumba hivi viwili. Kwa hivyo haitaleta shida. Ile iko wale wako katika seneti wanajiangalia kama seneti kwa sasa, hawaangalii kesho. Wale wako katika bunge wanajiangalia manufaa yetu kama wabunge. Ni kama tu vile tulizungumza wakati uliopita ya kwamba tukijaribu kuangalia mambo haya ya BBI, kuna mapendekezo 9. Safi. Lakini kila mmoja anachukua ile inamfaidi, anaongelea zaidi. Na angalia yale atamfaidi kesho, anaangalia yale anamfaidi sasa. Sasa niko seneti, wacha nione vile nitafaidika kama senator, au angalia kesho utakuwa gavana ama kesho utakuwa rais. Haya yote ni masuala ambayo yanasababishwa na uchaguzi wa viti tofauti kwenye ngazi ya uongozi wa taifa hili la Kenya. Bilian, hebu tupe taswira kamili hii seneti ambayo sasa hivi tunaona kuwa huenda ikawa itatusaidia katika kuangazia na kusuluhisha baadhi ya masuala ya uongozi wa taifa hili la Kenya. Je, kwa mtazamo wako kama mwananchi na mtaalamu wa masuala ya uongozi, wanasiasa, tuweke kando wanasiasa, manake wanasiasa pia hupenda kujinufaisha wakati ambapo wanapitisha baadhi ya masuala kama haya, tutaona siasa zikicheza hapa? Umejua venye ndugu yangu amesema, umejua wanasiasa ni about interest. Na hope itafika wakati yenye tutaweka siasa kando na tuzingatie yale yanaweza saidia wananchi. Kwa sababu umejua hii process tulianza na constitution, tunaenda tukigrow, tunafaa kuwa tunarekebisha mambo venye mambo inaonekana. Kwa sababu wenye walitengeneza constitution walikuwa wanatengeneza wakidhania itawafaidi. Saizi tunataka kurekebisha, tunarekebisha pia itufaidi. So inamaanisha kwamba tutakuwa tuna make zile corrections just for our interest. But I believe
na venye nilisema ni nafasi bora zaidi kama wananchi wa Kenya tukae chini, tujitoe kama wanasiasa, tuweke siasa kando, tuangalie ile generations 2-3 zenye zinakuja. Hizi pendekezo zitawasaidiaje? Kwa sababu venye ndugu yangu Lemaina amesema hizi pendekezo ama hizi sheria tunaweka saa hizi zisifai kuwa tu ni za kutusaidia sisi. Zinafaa kukuwa ni vizazi vijavyo. Safi. Haya, tuachane na hayo ya Seneti, hebu tuangazie pia pendekezo lingine ambalo lilijiri hapo jana, ambapo spika wa bunge la taifa, Spika Justin Muturi, hapo jana pia alifika mbele ya jopo kazi la BBI, ambapo sasa hivi alipendekeza, kuna baadhi tu ya hoja ambazo alipendekeza, ambapo anasema kuwa chama kinachojizolea kura nyingi kuteua baraza la mawaziri ama ukipenda to the executive, alafu pia mipaka kuondolewa na wabunge kuwakilisha wananchi kati ya 150, laki 150 na laki 200, mapendekezo ya kuteuliwa kwa maseneta ama maseneta hawa wafike 94 kutoka sasa hivi, ambapo si kubaliani naye baadhi tu ya mapendekezo haya. Sasa Billion ama Sam Ayoma, uchaguzi ama mipaka kuondolewa na wabunge kuwakilisha wananchi kati ya laki 150 na laki 200, 150,000 to 200,000, tutoe boundaries. Kwa nini? Unajua tunatoa mipaka, lakini kati ya watu 150 kuna mbunge mmoja ambaye anawakilisha. Lakini lazima pia unapoongelea hizi lazima pia uzingatie ule ambao tunaita distance. Unapata kwamba kuna sehemu ambazo ukisema kwamba unataka kuweka watu laki 200, ukiangalia distance ambao utakava kutafuta watu wote, saa zingine inaweza kuwa tiresome and cumbersome. Sasa mimi siwezi kubaliana na hii kauli ya kwamba eti tutoe boundaries. Mimi hapo sitakubaliana nayo. Ndio saa zingine mtu ambaye alikuwa analeta hii hoja hii alikuwa anazingatia what we call efficiency. Lakini ya kwamba tuangalie manufaa na madhara. Mimi naona kwamba madhara yake ni mingi kuliko manufaa. Tukiangalia swali ambalo unauliza kuhusu maseneta kuongezwa. Hiyo ni kupatia wananchi burden ambao haifai. Sababu ukiangalia saa hii ile bajeti ambayo tuko nayo saa hii, Wakenya wanalia. Sasa ukiongezea tena maseneta wakuwe 94, hiyo sasa ni ile punda sasa itazidi kuchoka zaidi. Na punda saa hii ndio punda imechoka. Sasa tukiongeza hizo punda itakufa. Itachoka zaidi. Itachoka hasi hata kuchoka zaidi. Sasa punda sasa itakufa. Na ukumbuke punda inafika mahali, na ukumbuke hata kwa Biblia kuna yule ambaye alikuwa anatesa punda sana. Alichapa mpaka punda ikamgeukia. Sasa tusifanye wananchi waone ya kwamba tunadhulumiwa na watutaki anaki Kenya saa hii. Kwa sababu inafika point ya kwamba mwananchi anaona amesukumwa sana to the wall mpaka anasema hapana, enough is enough. Tuangalia jinsi ambavyo tunaweza kurahisisha kazi ya wananchi na kufanya wananchi wahisi ya kwamba wako Kenya. Mimi niko na, acha nisaidie ndugu yangu. I have kind words for Justin Muturi. I think apart from ile ofisi ana hold, zile pendekezo za jana ni za pumbafu sana. Kwa nini? Kwa sababu mjua Justin Muturi ni mtu amekaa pale bunge kwa muda mrefu sana. Na nilikuwa na expect yeye akuje na mswada zenye zitasaidia hiyo bunge kuwe na nguvu zaidi. But ukikuja kuangalia hizo pendekezo zake zote tutazipitia, utaona anataka kutoa, lazima kukue, uwezi wakilisha watu kwa hewa. Lazima kutakuwa na boundaries ya wale watu unawakilisha. Na kuna ile mswada ya magavana kukuwa elected na political parties. Inamaanisha kwamba kuna governor ambaye ni independent. Inamaanisha kwamba kutakuwa na nafasi ya governor kama hao kukuwa elected na wananchi. So hizo zote ukiangalia hizo pendekezo zake, I think labda hakukuwa soba akiandika hayo. Na aende akae chini tena atusaidie, ajifikirie atusaidie, kwa sababu
hatuwezi kuwa na watu wenye positions kama hizo. Lakini yeye anapendekeza kuwa tuondoe sasa wananchi kuhusishwa kwa masuala ya kuchagua rais na gavana wao. Manake ni njia tu ya kupambana na ukabila humu nchini. Pali tuko ukitoa gavana achaguliwe na political parties. Political parties wako na problems mingi zaidi. Ukiangalia nominations zikifanyika, ndio maana tuko na candidates wenye wako independent. Wako strong kwa ground, na kwa sababu waona uhusiano mzuri na mwenye party, unasukumwa kando. So hatujafika ile nafasi, hatujafika ile uwezo la political parties kwa kuchagua watu ama wenye wanaweza fanya hiyo kazi. Mimi natoka kwa county ya Siaya. County ya Siaya mpaka saa hizi gavana wangu anasema yeye alitolewa kwa kitanda kama analala na wenye party. Kwa sababu kulikuwa na mzozo ya watu wawili na mmoja wao watu walikuwa mmoja wa familia. So walichagua ule mtu wako friendly. So tutakuwa tunachagua wale watu wenye wataserve interest ya sisi wenye party na sio wananchi. So kwa hayo yote bado naongezea kwamba zile pendekezo za Justin Muturi kama person, si ofisi yake, ni za upumbavu sana. Charles, wananchi kutohusishwa kwa upigaji kura wa magavana na urais, je, kutakuwa ni suluhu kwa kukomesha ukabila humu nchini? Nafikiri magavana wanawakilisha wananchi. Hawawakilishi seneti. Naam. Ama bunge kama bunge ndio itawachagua. Kwa hivyo kama mimi na wakilishwa na mtu, sihitaji mtu mwingine. Nafikiri Wakenya wako na akili timamu na kujichagulia viongozi. Najua haya ni pendekezo la spika wa bunge ambayo nikianza nilisema ya kwamba mimi naheshimu mafikira ya kila mtu, lakini kwangu haifanyi kazi hayo. Yale alisema kusema ukweli sio nzuri, kwa sababu hauwezi niambia tuchague rais katika bunge ama nini. Itakuwa vigumu kuchagua commander in chief kati ya watu 400 ama watu 400 wakae chini wafanye biashara yao, waweze kuchagua komanda. Ama watu 400 wakae watuchagulie gavana wetu kutoka Kajiado, ilhali tuko zaidi ya nusu milioni. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba matamshi yake ya spika wa bunge ingawaje ni mapendekezo yake mwenyewe, lakini sidhani yako yanaweza fanyika katika karne hii. Kwa sababu ukiniambia kama mbunge unafaa kusimamia watu 100,150,000 ama 200,000. Lakini kwa nini tusichukue mkono tofauti kwa masuala ya uchaguzi kwa taifa hili la Kenya? Tumechagua hapo nyuma, tumeona Wakenya wakipigana. Mbona sasa hivi tusiwape tu majukumu hawa viongozi ambao tumewachagua kwenye county, alafu watuchagulie rais na gavana? Hatuwezi, kwa sababu hapa tunachagua wawakilishi. Naam. Kuna tofauti ya majukumu na jukumu moja yao ni kwenda kutunga sheria ama kufanya, lakini sio kutuchagulia viongozi. Hata ukiangalia wale viongozi wao wanachagua katika bunge, kama kiongozi wa wengi bungeni, wa wachache bungeni, hao ni viongozi wao, sio viongozi wetu. Ukiangalia Murkomen, ukiangalia James Orengo, hao ni viongozi wa seneti, sio viongozi wetu. Sisi kama wananchi tunawajua kama maseneta wameenda pale, lakini mtu ukienda pale upate madaraka mengine ni vizuri, lakini si kusema ya kwamba nimekuchagua kama mbunge uende bunge na unichagulie tena rais, kwa sababu yule rais nampenda, sio yule rais anampenda. Na kama sisi tumetoka constituency moja na wewe ama eneo bunge, inamaanisha ya kwamba eneo bunge mzima litakuwa na kura moja. Angalia county ambayo zina eneo bunge chache, tutapeleka. Kuna makaunti yana wabunge, kaunti moja na bunge 5, na kuna kaunti zingine zina wabunge zaidi ya 10. Kwa hivyo tukijaribu kuelekea mkondo huo tutakuwa tunapotea. Lakini vile ndugu yangu amesema ya kwamba tunaendelea kukua, we are progressive. Labda mafikira yake yako mbele sana, hatutafikia hapo siku moja, lakini kwa sasa. Lakini kuna baadhi ya mataifa ambayo yana muundo huu wa upigaji kura kabisa, lakini hatujafikiana na nchi. Tutafika lini iwapo hatuwezi anza sasa hivi? Hatuwezi anza, inaangalia pande zote, pande ya kiuchumi, masomo pia.
na maendeleo. Unajua ukiniambia kwamba watu niwakilishe watu 1,100,000 na sina boundaries. Kama mbunge utakuwa unajenga shule kwenye hewa, utakuwa unaakili watu wako katika ground ama wako online. Unajua hiyo ndio labda hakufafanua. Kwa sababu mbunge ama mwakilishi haakilishi tu watu, lakini pia anawakilisha eneo. Na hakuna eneo kama hakuna boundaries. Kwa hivyo hizo boundaries ndio tunafaa kujua, ndio naweza hata weka MP wangu into account nimwambie barabara fulani, shule fulani. Siwezi mwambia tukitoa sasa mambo ya boundaries tutaanza kusema voter fulani hana nguo, hajakula chakula, lakini tukiweka real issues na hiyo ndio tunataka ni mambo ya boundaries, ndio kesho daraja ikiweza kubomoka tumwambie mtu atusaidie na mambo ya daraja. Lakini sasa ukisema hakuna tena boundaries, mtu atasema mimi nawakilisha watu, siwakilishi daraja ama eneo. Haya, Billion. Sisi unasema kuwa sisi tunafaa tu kuendelea kupigana hapa chini kwa sababu ya kumchagua rais, lakini mbali na hayo hebu tuangazie nafasi ama taifa kuendelea mbele kwa njia ambayo inafaa wakati wa kumchagua rais. I think bila kuchaguliwa na wananchi. Kwa njia moja, kwanza wananchi hawatakuwa na ile shinikizo, watakuwa na umoja wakati wa kuwa na maono mazuri kwa taifa la Kenya. Kando tuna kuwaleta ama kuwaleta wawaniaji karibu 5 ambao wanatafuta kiti kimoja. Hawa wawaniaji usambaratisha kila kitu. Nilisema wakati tulikuwa hapa last week na nitasema tena. Nadhania kwamba naomba kwamba itafika wakati sitakuwa na wasiwasi nani anakuwa president. I think ile kitu muhimu sana ni institutions. Tukistrengthen hizi institutions zetu hatutakuwa na shida. Tumekuwa tukipigana kwa sababu sio hatujawahi ona kama pali natoka Mathare kuna wananchi hawajawahi pigana kwa sababu ya MCA amechaguliwa kutoka kwa tribe nyingine. So but since the nationally ukiangalia hii election ya president ile institution inazidi kukua weak sana system inachagua ni nani atakuwa president. Hiyo tu ndio imekuwa ikifanya wananchi wanapigana. Na believe ni nafasi ya wananchi saizi na pia wale bodies experts kustrengthen zile institutions zenye zitafanya election ikuwe free and transparent. Ikikuwa hivyo kila mtu ataridhika na hayo, lakini tumekuwa na hizo shida na kwa sababu za hizo institutions. Na believe president anafaa kuwa national figure. Na national figure isifai kuwa ni watu 2 3 ndio wanakaa chini wanachagulia sisi a national figure yenye inakuwa kama umbrella yetu. Na hii mambo ya president kuchaguliwa. Umejua imekuwa watu wanapigania zaidi kwa sababu ya resources. Tunajua president akitoka side yetu, nafasi za wabunge, nafasi za waziri, nafasi za ajira mingi ama resources zitakuja side yetu. Lakini tukikuwa na zile institutions za kuhakikisha kwamba hata yule mwananchi ako Turukana, hata kama president hajatoka huko, hata kama hawakupigia president kura, watakuwa na nafasi bora kama wale watu wa Kiambu ama watu wa Siaya pali natoka kwa mambo ya development. Naam. Umezungumzia swala nzuri sana la taasisi kupatiwa nafasi na kukuwa independent. Kwa nini hatujasikia wale washikadau wote ambao wamejitokeza mbele ya jopo kazi la BBI wakizungumzia kuhusiana na hizi taasisi? Kwa sababu zina serve interest zao, kwa sababu wengi wao walifaidika juu ya hizo weak institutions. So wataki kuweka strong institutions kwa sababu wengi wao wanajua kama hizo institutions zitakuwa strong hawataweza kurudi tena. So wao ni wale walikuwa nasema vifaranga vya computer. So hiyo ndio wanajaribu kuprotect. But na believe
kama tu kwa hakika tunataka kubadilisha hii nchi yetu, kama tuko saizi tuko na nafasi bora sana za ku make sure hizi institutions, hata serikali ama government ama president hawezi interfere na hizo institution, watu watakuwa free. Nitakuwa napiga kura nikijua hata kama nikiongea vibaya ama nikisema ukweli sitatolewa kwa sababu mimi si support serikali ama si support government. Na Mayoma Cliff, mimi nilipokuwa mbele ya jopo sisi kama wanafunzi tulisema kwamba institutions zikuwe na nguvu, na tulisema kwamba EACC iwe na nguvu zaidi ili ya kwamba hizi mambo ambazo tunaongelea kuhusu ufisadi, tulisema kwamba kiongozi yote ambaye atapatikana ama itasemekana kwamba kiongozi fulani ana ufisadi, huo kiongozi a step down, afaje uchunguzi fanywe, na akipatikana kuwa yeye ni mfisadi aweze kukaa nje na asipatiwe nyadhifa yote katika uongozi. Sasa kwamba mimi nitasema kwamba jinsi ambao ndugu yangu amesema, it's time sisi kama wa Kenya na ni opportunity yetu ya kuangalia katika BBI jinsi ambavyo tunaweza kufanya nini kuweka hizi taasisi ziwe na nguvu zaidi. Na tukifanya hizi taasisi ziwe na nguvu, Cliff, hii kupigana yote ambao unasikia haitakuwa, kwa sababu utajua kwamba taasisi hii itafanya kazi independently, na tutajua kwamba nani fulani akiwa katika nyadhifa ya uongozi, mimi niko represented. Lakini shida ambayo tunapata saa hii, unapata kwamba tunaenda pale na self interest. Unapata kwamba ule ambaye amewekwa pale akuwe kiongozi wa vijana, unapata yeye anaenda pale na na interest yake. Utapata akishapatiwa mlungula yake amesahau na interest ya vijana. Sasa unapata kwamba vijana wanasema kwamba sisi hatuko represented. Lakini kama tunaweza kuwa na leaders ambao are having integrity, wale ambao wanakuwa na maadili mema, tutapata kukua na uongozi bora. Safi, muda umetupa kisogo, lakini swali moja tu kwa sisi sote hapa, unatarajia nini kutoka kwa jopo kazi hilo tarehe 30 Juni watakapotoa ama watakapokabidhi rais ripoti na yale ambayo yamependekezwa? Kama mmoja wa watu ama kama chama ambayo imepeana mapendekezo yao kwa jopo la BBI, matarajio yangu ni kwamba jopo la BBI limepokea mapendekezo mengi sana, na ninajua yale ambayo tumependekeza sisi kama chama ama pia vijana, kwa sababu tumepeana pia kama vijana, vyote havitakuwa katika BBI. Lakini najua ya kwamba watakuwa wamecapture kila sehemu ama watakuwa wamejumulisha mapendekezo yale, na kwa mafikira yao na watu husema kwa wisdom yao, watakuwa watatuletea document ambayo tutaangalia ya kwamba je, yale ambayo nilikuwa nimeyasema wamewekwa katika document hiyo ama katika taarifa hiyo. Lakini hata kama hawatakuwa wameweka, na ile document itakuwa kwa manufaa ya Wakenya, haitakuwa ya ubinafsi kwa watu wachache, haitakuwa inalenga ama inakandamiza watu fulani. Naamini ya kwamba jopo hilo nikiwa na reference ya BBI 1 ile ilipeanwa pale Bomas, ninajua ya kwamba wakiadvance ile ya kwanza itakuwa imesongesha Kenya mbele. Lakini tunafaa kujua ya kwamba katika BBI hii ama katika matarajio yetu wanafaa kuangalia Wakenya ama mwananchi wa kawaida. Kwa sababu wanasiasa wataangalia mambo yao na watajiridhisha wenyewe. Ndio maana nilikuwa niseme pale mwanzo ya kwamba tutaona wanasiasa wetu hawana ile self interest, bunge ikisema seneti ipewe nguvu hii. Safi, shukrani Charles. Tukianza kuangalia mwingine, sio kujiangalia kama mtu binafsi. Asante. Safi. Mimi yangu ni moja tu. I think mimi nikiangalia hizo pendekezo zote, I think results ya the last document ilikuwa ishawekwa kando. Hizi mambo yote tunafanya ni sarakasi. The document is somewhere already. Hizi zingine tunafanya ni sarakasi. So wacha tungoje tuone ni nini wanataka wanatuwekea. Tungoje. Samuel, mapendekezo haya? Mimi
ningependa kusema kwamba ni wakati ambao umefika sisi kama vijana tusikue joyriders. Tumefanywa, we are a very big constituency sisi kama vijana, na statistic pia inasema sisi ndio 70% ya nchi. Wacha tungoje matokeo ya BBI kuje, na tusikue wale ambao wakwenda na upepo. Kama BBI haitaleta mapendekezo ambayo inamuhusu kijana, a big constituency ya hii nchi, vijana mimi na wasii ya kwamba tusikubali ripoti ya BBI kama azimio yetu kama vijana haitakuwa imezingatiwa katika ripoti ya BBI. Na hilo ndio jambo ambalo ningependa kuambia vijana. Tafadhali tungoje. Umesikia bila amesema imekuwa ripoti sisi ni sarakasi. Ndio, lakini sisi kama vijana tusikubali kutumiwa kama gari ya kupass motions, alafu tushafanya hivyo wametusahau. Asante. Safi mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha mjadala wa leo, lakini tumalizie na taarifa ya sport ambapo hapo jana mechi za klabu bingwa barani Ulaya zilipigwa